Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati, tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena mchana mwema wa siku ya leo samedi le 24 janvier 2026, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za mchana wa leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea mchana wa leo, tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita katika maeneo ya Walikale kwenye ndege zisizo na rubani za jeshi zilishambulia waasi wa M23 katika eneo inayoitwa Buleusa. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinatuambia kuwa waasi walipigwa vibaya, wengine hata wakazikimbia ngome zao na zingine zikachomwa moto. Upande mwingine tutawaambia kuhusu jeshi la Marekani ambalo linafikiria jinsi ya kufanya kazi na wanajeshi wa FARDC ili kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Kongo. Ndugu zangu, hapa munifuate 5 kwa 5. Kamandi ya Marekani barani Afrika, AFRICOM, hao kabisa ni wanajeshi wa Etats-Unis d'Amerique wanaokuwa katika operation za kusaidia wanajeshi nchini Afrika ambao wanahitaji msaada. Walifika Kinshasa wakapatana na Jile Banza, yeye ni chef d'etat major wa FARDC, wakaongelea namna ya kuweza kusaidia jeshi la Kongo. Upande mwingine tutawapeleka huko katika nchi ya Angola kwenye presida wa Angola kabisa aliafirme ya kwamba maongezi yanapaswa kufanyika haraka iwezekanavyo ili kumaliza kabisa migogoro na vita mashariki mwa nchi ya Kongo. Kama kawaida mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mjiunge nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp, gusa hapo kwenye titre. Pale chini ya titre utapata linki yetu ya grupe hiyo, uguse kwenye linki hiyo ujiunge nasi. Bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Bila kupoteza muda wetu, tufungue ukurasa wetu wa habari, tuwapeleke katika teritwari ya Walikale kwenye ndege zisizo na rubani za jeshi la Kongo zilishambulia waasi wa M23 katika eneo ya Buleusa. Kituo cha waasi wa M23 kililengwa na mashambulizi ya anga yaliyofanywa na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Buleusa, ni katika kundi la Ikobo. Kulingana na vyanzo vyetu kutoka hapo, operation ya kijeshi ilifanyika yapata saa 7 usiku wakati ndege isiyo na rubani ya FARDC iliposhambulia kambi mbili zilizokaliwa na waasi katika muungano huu wa kimkakati. Kulingana na vyanzo kadhaa huko Buleusa, nafasi ya waasi iliharibiwa kabisa na kugeuka kuwa majivu. Milipuko mikubwa ilisikika katika eneo lote na kusababisha hofu miongoni mwa wakaaji. Mkaaji kutoka huko alisema kwamba tuliona mishale ya moto na moshi mzito ukipanda kutoka kambini. Waasi wa moja wakakimbia baada ya mlipuko huo wa mabomu, wakaelekea katika kijiji cha Buleusa, wengine kukimbilia msituni. Na vyanzo hivyo vinasema kwamba kambi hizo mbili za waasi wa M23 zote ziliharibiwa kabisa. Katika eneo ya Buleusa, waasi wa M23 wana installe pale ngome mbili kabisa za kijeshi tena kubwa, kwa sababu eneo ya Buleusa nayo ni miongoni mwa maeneo ambayo wanayakalia kwa siku kadhaa. Katika maeneo hayo maramforo yalikuwa yakifika huko Buleusa kuanzia mwezi wa 9 wa mwaka jana. Huko kulikuwa kukiripotiwa mapigano na kunafika sasa maramforo zao sana na wakajiinstale bie kule. Ni maeneo yasiyokuwa kwa umbali na Bukumbirwa
wanaojua maeneo hayo nadhani kwamba tuko naendana 5 kwa 5. Hapo sasa ndege ziliharibu kabisa ngome hizo za waasi wa M23, zikazichoma moto na kuzigeuza majifu. Wanajeshi waliookoka hapo ndio ambao walikimbilia katika mwingine wa Buleusa, wengine wakakimbilia katika mapori kwa sababu walikuwa wamepigwa vibaya. Vyanzo hivyo vinatuambia kwamba wakati ndege hizo zilimaliza kufanya kazi hiyo, zikaondoka hapo asubuhi mapema, gari za waasi wa M23 za ambulance zilifika hapo na kuanza kuwabeba wamoja waliopoteza maisha yao na wengine waliojeruhiwa wakiwa hali mahututi katika eneo ya miliki inayopatikana mkilomita chache na hapo mu territoire inayopakana na ya Walikale, territoire inayoitwa Lubero. Nadhani kwamba wengi kabisa mnaonifuata maeneo hayo mnayafahamu. Pale ni katika eneo ya Buleusa kwenye waasi wa M23 walipigwa vibaya katika operation za ndege za kijeshi, ambapo walishambuliwa katika ngome zao katika eneo hiyo ya Buleusa. Shambulio hili la anga ni sehemu ya operation zinazofanywa na jeshi la Kongo katika eneo la Walikale, ambapo AFC M23 imekuwa ikijaribu kwa wiki kadhaa kuimarisha nafasi zake. Na kama ukumbusho, jeshi la Kongo siku ya jana tena lilishambulia ngome za waasi wa M23 katika eneo ya Kikuku inayopatikana mu territoire ya Ruchuru. Hapo vyanzo vyetu kutoka pale vilituambia koma waasi walipigwa hapo na ngome zao zikachomwa moto katika eneo ya Kikuku. FARDC inazidi kutegemea matumizi ya ndege zisizo na rubani ili kupata kudhoofisha kambi za waasi, mkakati ambao unaonekana kutoa matokeo ardhini kulingana na vyanzo vya kijeshi. Na licha ya mafanikio haya ya kijeshi, hali ya usalama bado ni tete katika eneo hilo la Buleusa kwenye walipiga na vijiji vinavyozunguka bado wanaogopa kulipiza kisasi au kuzuka kwa mapigano mapya. Hadi sasa katika maeneo hayo wakaaji pia wanaripoti uharibifu wa vitu tofauti na vifaa kutokana na mlipuko huo wa mabomu zidi ya ngome za waasi wa M23 katika eneo la Buleusa. FARDC inaendelea kuzidisha mashambulizi ya anga ikishambulia waasi wa M23 katika nafasi zao tofauti, ikizishambulia ngome za waasi hawa. Tuendelee na taarifa zetu, tuambie kuhusu jeshi la Marekani ambalo linafikiria jinsi ya kufanya kazi na wale wanajeshi wa FARDC nchini Kongo. Kamandi ya Marekani barani Afrika inayoitwa AFRICOM inapitia upya jinsi ya kufanya kazi na vikosi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hii ilitangazwa wakati timu ya AFRICOM ikiongozwa na Kolonele Michel Gacheru ilipopokelewa na mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la Kongo Jile Mbanza Muilambwe katika mji wa Kinshasa mnamo juzi le 22 janvier 2026. Kolonele Gacheru na wenzake wa AFRICOM walijadiliana na mamlaka ya Kongo kuhusu ushirikiano wao katika mpango wa kurejesha amani na usalama unaoongozwa na serikali ya Kongo. Katika taarifa yao, AFRICOM inakaribisha nia ya ushirikiano wa FARDC unaoendelea katika kutafuta njia za kuendeleza ushirikiano wetu wa usalama na kukuza amani. Kwa kawaida ubalozi wa Marekani hutoa msaada wa kifedha na kimbinu kwa jeshi la Kongo, huku polisi wa nchi hiyo ya Kongo pia wakipewa vifaa na usaidizi katika kujenga vituo vya polisi. Mbali na hayo, sasa jeshi hili linataka kusaidia FARDC ili kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Kongo. Serikali ya Kongo kwa muda mrefu, kama ukumbusho, imekuwa ikiomba Marekani kuisaidia kujenga taasisi zake za usalama, ikiahidi kwamba ikiwa itakubali itawapa wawekezaji wa Marekani migodi ya madini. Na inatarajiwa kwamba Kongo na Marekani kupitia ile force ya Marekani
inayokuwa na majukumu ya kusaidia jeshi kutoka Afrika wakati wanataka msaada watakuwa deploye nchini Kongo baada ya mkutano huo wa kilele, na watafanya kazi kusaidia jeshi la Kongo kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Kongo. Nanyi mnasikia kwamba hakuna usaidizi mwingine sofu kupigana kwa sababu amani inaweza ikapatikana kupitia kuwafukuza waasi wa M23 katika maeneo wanayoyamiliki mashariki mwa nchi ya Kongo, na hakuna kingine ambacho kitaacha wanajeshi wanakuwa deploy nchini Kongo ni kukuja kusaidia jeshi la Kongo kupiganisha waasi wa M23. Marekani iko naendelea kabisa kuingilia kati mambo ya vita yanayoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo, waasi wa M23 wakiwa kwa sasa wanaendelea kujikuta kabisa kupwe finale. Donc waasi wa M23 kushindwa kwao kabisa kunaendelea kuonekana polepole kutokana na Marekani ambayo iko na ingilia kati mambo haya. Upande mwingine, kama nilivyowaambia katika taarifa za asubuhi ya leo, ya kwamba kuna maongezi yanayoandaliwa katika mwezi huu wa pili, maongezi ya kitaifa kati ya gouvernement ya Kongo na mashirika ya kiraia nchini Kongo. Presida wa Angola Joao Lourenço alitangaza ya kwamba cessez-le-feu, yani usitishaji vita ambao waliongelea Doha huko nchini Qatar kati ya gouvernement ya Kongo na waasi wa M23 unapaswa kufanyika. Donc wanapaswa kuheshimu cessez-le-feu, na pia gouvernement ya Kongo pamoja na mashirika ya kiraia wanapaswa kuanzisha maongezi haraka iwezekanavyo bila kukawia, ili kuweza kumaliza kabisa migogoro na vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Yule ni presida wa Angola Joao Lourenço ambaye alitangaza hayo. Inamaanisha kuwa maongezi ya kitaifa yatafanyika. Maongezi haya pia yatafanyika kwa siku chache za mbele. Kama mnavyokumbuka asubuhi ya leo tuliwaambia kwamba presida wa Angola alisema kwamba ni katika mwezi huu ambapo maongezi hayo yatakuja kufanyika. Tunangojea maongezi hayo yafanyike, tutawaambia kile ambacho watakiongea katika maongezi hayo, na kama inaweza kumaliza vita kabisa na kumaliza migogoro mashariki mwa nchi ya Kongo, inaweza kuwa vizuri, kwa sababu vita vinaendelea kukamata hatua nyingine huko, mamilioni ya wakaaji wakipoteza maisha yao, wengine kukimbia na hata wengine kunyanyasika sana. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea mchana wa leo. Tutaendelea kuwafikishia taarifa mbalimbali tena tofauti kama kawaida. Mkumbuke kusubscribe mnayofuata Ni Kwetu TV, na mzisambaze habari hizi kwa walio wengi. Asante.